السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله الفعال لما يريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tunzao katika imani, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikhwatal kiram, tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani, tupo katika 10 la pili ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani ni moja kati ya miezi mitukufu, lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani yake kunapatikana kheri nyingi na fadhila chungu nzima. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ina fadhila nyingi sana ndugu zangu katika imani, fadhila ambazo lau kama mu'min atapambana kidhati kabisa katika kuhakikisha ya kwamba anazifanyia kazi, basi natija yake bila shaka itakuwa ni nzuri, na natija yenyewe ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zitakazotupelekea sisi kuweza kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mukhtasari, nitazungumzia miongoni mwa fadhila ambazo zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunasahau katika imani, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an. Hilo nalithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an al-Karim pale aliposema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim shahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambapo ndani yake imeteremshwa Qur'ani. Hudan lin-nasi ni muongozo kwa watu, wa bayyinatin minal huda, lakini kuna ubainifu juu ya namna gani ya kuendea muongozo huo. Wal furqan bimaana ni kitenganishi baina ya haki na batil au alfasl baina alhalal wal haram. Naam, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani. Qur'ani hii Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza sana ndani ya Qur'ani hiyo akieleza nyingi katika fadhila za Qur'ani. Naam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani wakati akionyesha utukufu na fadhila za Qur'ani, katika moja ya aya anasema walau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lau hii Qur'ani ingeliteremshwa katika jabali, la ra'aytahu khashi'a, basi tungeliona jabali hilo likiwa linanyenyekea, mutasaddian, likisagika likivunjika, min khashyati Allah, kutokana na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ni katika mifano ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatupigia sisi wanadamu ili tuweze kutafakari juu ya utukufu wa Qur'ani na juu ya utukufu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala bado anaelezea fadhila za Qur'ani. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lilmu'minin. Enyi watu, hakika yamekujieni mauidha kutoka kwa Mola wenu na shifaa ama ni ponyo kutokana na yale matatizo au maradhi mliokuwa nayo katika vifua vyenu, wa hudan, na muongozo, na ni rehma kwa waumini. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, sema ewe Muhammad kuambia wao kutokana na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hii Qur'ani na juu ya yale yote ambayo yanayopatikana ndani ya Qur'ani, fabidhalika falyafrahu, basi na wafurahi, wa khairun mimma yajma'un, hayo ni katika mambo ya khairi kuliko yale ambayo mnayoyakusanya. Naam, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an, na kwa kuwa Qur'ani ina fadhila nyingi kabisa, bila shaka mwezi mtukufu wa Ramadhani nao utakuwa ni moja katika mwezi ambao una fadhila nyingi, hasa kwa fadhila ya Qur'an al-Karim. Lakini pia vile vile ndani ya mwezi wa Ramadhani kunapatikana ibada ya saumu, ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea utaratibu. Lau kama Muislamu
ataitekeleza ibada hii kutokana na utaratibu ule ule anaotaka Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakuna natija yoyote isipokuwa ni kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mumefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa kufunga wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mupate kuwa ucha Mungu, la'allakum tattaqun, ili pia vile vile mzidisha ucha Mungu. Ndugu zangu katika imani, ucha Mungu ni moja kati ya jambo muhimu sana kwa Muislamu. Ni moja kati ya jambo muhimu ambalo linatengeneza mustakabali bora wa maisha yake hapa duniani na hata kesho akhera. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi sana ametuhimiza swala zima la kumcha yeye. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, enyi mlioamini mcheni Allah, lakini pia vile vile muangalie na yale ambayo mliotanguliza nyuma. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza zaidi kuyaendea masuala mazima ya ucha Mungu, na kwa hakika mwisho mwema bila shaka ni kwa mcha Mungu. Hilo analithibitisha mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani pale aliposema wala aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema ni kwa ajili ya mcha Mungu. Lakini pia vile vile kupitia ibada hii ya saum, Allah subhanahu wa ta'ala anatughafiria madhambi yetu. Anayathibitisha hayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema katika hadithi, man sama Ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yoyote yule atakayefunga Ramadhan akiwa na imani, akiwa na yaqini, wahtisaban, na akitarajia malipo vile vile kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala atamghafiria madhambi yake yote yaliyopita. Tuzo katika imani, maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja ya kitu muhimu sana kwa Muislamu. Janna ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi tukaipata bila ya kuomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika nyingi kabisa katika Qur'ani ametuhimiza zaidi sisi kuhakikisha kwamba tunayaendea maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Analithibitisha hilo Allah ndani ya Qur'ani akisema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lilmuttaqin, kimbilieni maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hiyo ni moja ya nyenzo itakayokupelekeni nyinyi kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo jingine, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni katika mwezi ambapo kunapatikana usiku wenye cheo, Lailatul Qadr, usiku ambao yule ambaye utakemdiriki usiku huu akiwa amesimama na kufanya ibada mbalimbali, basi malipo yake yanakuwa ni sawa sawa na yule ambaye aliyefanya ibada kwa muda wa miezi 1000, ni almost miaka 85 au 83. Allah Azza wa Jalla anasema ndani ya Qur'ani, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr, ni bora zaidi ya miezi 1000. Lakini pia vile vile kwa kumalizia, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani miongoni mwa fadhila zake ni mwanadamu kufanya baadhi ya matendo ya kiibadati, na matendo ya kikhairati kwa ujumla wake, basi malipo ambayo anayoyapata ni makubwa zaidi kuliko hata katika miezi mingine ya kawaida. Ndugu zangu katika imani, hizo ni baadhi tu ya fadhila ambazo zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi kama umma wa Kiislamu tuna uwajibu na tuna ulazima wa kuhakikisha ya kwamba tunafanya jitihada kubwa sana ili tuhakikishe ya kwamba tuweze kuzipata fadhila hizi. Naam, mwezi wa Ramadhani utakapopita na Muislamu hajapata zile fadhila za Ramadhani, bila shaka huyo amekula hasara. Maneno haya ni ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema katika hadithi, raghima anfumri'in alladhi adrakahu Ramadhan wa lam yaghfar lahu, ameangukia pua, amepata hasara yule ambaye umemdiriki mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa hajasamehewa. Sasa shime ndugu zangu katika imani, sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alotupa sharaf ya kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuhakikisha kwamba tunafanya jitihada kubwa katika kuhakikisha kwamba tunayaendea kila aina ya khairati, lakini pia vile vile kuziendea zile fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kupata saada, utulivu na radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambao bila shaka mwisho wake ni kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikiliza na kufanya kazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.